Naam, ni hafla ya ugawaji wa tuzo pamoja na kufanya tathmini ya elimu ya msingi, yani darasa la 4 na darasa la 7 katika mwaka 2024 katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Iliyofanyika katika ukumbi wa chuo cha ualimu TTC hapa halmashauri ya mji wa Korogwe, ambapo walimu wakuu wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe zaidi ya 120 wamehudhuria katika hafla hiyo, ambapo mbali na mambo mengine walimu wakuu hao wamepata fursa ya kupata zawadi mbalimbali ikiwemo tuzo pamoja na pesa taslim. Na mgeni rasmi katika hafla hiyo alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, ndugu Goodluck Binala Mwango Mango. Wakizungumza na Amashi TV mara baada ya kumalizika kwa hafla hiyo, baadhi ya walimu wakuu wamewashukuru viongozi wao ikiwemo mkurugenzi mtendaji pamoja na afisa elimu kwa kuandalia hafla hiyo ili wapa motisha ya kuendelea kuchapa kazi kwa bidii, ikiwa ni pamoja na kuwashukuru wadau mbalimbali wa elimu ikiwemo benki ya CRDB ambayo mbali na kuwa moja kati ya wadhamini waliowezesha hafla hiyo, pia wametoa huduma mbalimbali za benki, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu juu ya huduma mbalimbali za kifedha zinazopatikana katika benki hiyo. Kwa majina naitwa Mafikiri Twinzi, mkuu wa shule ya msingi Jitengeni iliyopo kata ya Mombo. Leo nimekuwepo hapa kwenye hili eneo kama jinsi ilivyokuwa mwaliko wa tathmini ya maendeleo ya kitaaluma kwa mwaka 2024 darasa la 4 na darasa la 7. Afisa elimu amefanya hili jambo akiwa na nia ya kutaka kuonesha kwamba anathamini jitihada na juhudi kubwa zinazofanywa na walimu katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Ufaulu ulikuwa 69%, lakini hivi leo tunaongea ni kwa 81%. Unaweza kuona kwamba kuna jitihada kubwa za maana ambazo zimefanyika, ikiwa ni pamoja na hamasa, lakini pia zaidi sana walimu wakuu na walimu kwa ujumla katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe wameelewa anachokihitaji afisa elimu ni kitu gani. Kwa hivyo siku ya leo ilikuwa maalum sana kwa ajili ya kufanya tathmini ya nini kilichofanyika kwa mwaka jana, ili tuweze kuboresha yale ambayo tulikuwa tumeyafanya kwa mwaka jana, tuyaendeleze, lakini tubuni na mengine ili mwaka huu tuongeze kitu kingine cha ziada ili tuweze kwenda mbali zaidi ya pale. Yapo mengi ambayo yamejiri. TSC wameongea kuhusu habari ya haki za walimu, CWT, lakini kama haitoshi CRDB wameongea mambo muhimu, namna ambavyo inaweza ikawa ni rahisi kufuatilia hata matumizi ya mtoto kwenye akaunti yake. Unampa uhuru kwa sababu tayari ana umri huo ambao unatosha kwa ajili ya uhifadhi, kwa maana ya namna ya kuhifadhi fedha na namna ya kuzitumia. Lakini huku mzazi ukiwa huko pembeni unaangalia transaction zake kwenye akaunti yake zikoje, na mwisho wa siku inakuwa ni rahisi kujua namna gani unavyoweza kumsaidia mtoto katika swala zima la nidhamu ya fedha. Wameongea mambo mengi sana mazuri, na hakika kama wanavyosema ulipo tupo, CRDB wanadhihirisha kabisa kwamba ni kweli ulipo tupo. Kwa majina naitwa Yasini Ili Msumali, mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi na Nyogie. Tunaushukuru uongozi wa elimu wilaya. Ubunifu waliofanya kuandaa hafla hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vitaendelea kuipandisha halmashauri yetu katika matokeo, ufaulu. Kwa mfano, zoezi hili lilianza hata mwaka jana tulifanya, lakini ile ya mwaka jana imesaidia kuleta chachu na tumeendelea kupandisha ufaulu. Kama ilivyo kwamba halmashauri hii imekuwa ya kwanza katika mkoa kwa kupandisha ufaulu, ninachoamini kwa kitendo hiki mwakani inawezekana halmashauri hii ikawa ya kwanza, sio kupandisha ufaulu tu, pamoja na matokeo inaweza ikashika namba 1 hata kwa ufaulu. Lakini pia vile nichukue nafasi hii kuwashukuru benki ya CRDB. CRDB ni miongoni mwa wadau wa elimu ambao wanasaidia sana na wanatoa kipaumbele sana kwenye masuala ya elimu. Na moja ya vitu ambavyo leo vimenifurahisha ni akaunti ile ya mtoto, kwamba hata mtoto mdogo anaweza akaanza kumiliki akaunti, kujifunza namna gani anaweza kuzitumia hela, na hii itasaidia hata watoto kujua kwa matumizi ya nini ya fedha. Na mimi mwenyewe nimehamasika, nikitoka hapa naenda kumfungulia mwanangu akaunti. Kwa majina naitwa Jafari Mkai, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mngaza kwa sasa. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa kikao hiki ambacho tumekwisha kufanya kwa muda huu. Kikao hiki ni kikao cha elimu, kilikuwa kina mambo muhimu sana ambayo ya kujadili kwenye habari ya elimu. Kikao hiki kimetujenga kwenye mambo mengi, hususan mambo ya kitaaluma na mambo mengine ambayo kimsingi umoja huu nafikiri umesaidia kwa kiasi kikubwa. Vile nitoe shukrani zangu kwa viongozi wetu ambao wameandaa hili jambo, akiwemo afisa elimu wa wilaya Mheshimiwa Mr. Mavoa, na vile na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe
Na vile vile nisiwe mchoyo fadhila kuwapongeza ndugu zetu wa benki ya CRDB kwa juhudi ambazo wamezionyesha kwa kusapoti, kwa sababu kuna vitu vingi wametuonyesha. Kwanza wametoa elimu kwenye kuhusiana na habari ya ufunguzi wa account kwa watoto, kwamba watoto chini ya umri wa miaka 18 wana uwezo wa kufunguliwa account, ambayo mtoto hata kama yuko sehemu fulani ambayo yuko masomoni ana uwezo wa kutoa pesa yake bila changamoto yoyote, ambayo ana uwezo wa kujikimu. Na wewe mzazi pia una uwezo wa kujua budget ya mtoto au kiasi kile ambacho ameweza kukitumia, kwamba ametoa shilingi 10,000, na wewe mzazi kuna message ambayo unaipata kwa ajili ya ujumbe kwamba kweli mwanangu anaendelea na matumizi vizuri. Kwa majina naitwa Mariam Nyoni, ni afisa elimu kata ya Lewa. Siku ya leo ni siku ya maadhimisho ya kielimu, tathmini ya kielimu ya kiwilaya ya mitihani ya 2024. Kwa ujumla, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiwezesha serikali kuweza kupata kipato cha kuweza kufanikisha shughuli hii. Lakini pili, nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe kwa kuweza kutupa support na kufanikisha jambo hili. Lakini tatu, nishukuru afisa elimu wetu Mwalimu Elias Mavoa kwa kuweza kutuorganize na kuweza kutupa wazo la kuandaa shughuli hii na kuweza kufanikisha mpaka leo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pamoja na mkuu wa idara wetu Mwalimu Mavoa, tuna maafisa taaluma wetu, lakini pia tuna kamati ya maandalizi, na mimi ninayezungumza hapa ni katibu wa kamati ya maandalizi. Tunashukuru sana wadau wa elimu wakiwepo benki ya CRDB kwa kutusupport, lakini Eco School Korogwe branch nao pia tunawashukuru kwa kutusupport, lakini tuna watu wa haki ya elimu nao pia tunawashukuru kwa support yao. Kwa kweli mimi kama afisa elimu, kutokana na chachu ambao tumepewa na viongozi wetu akiwemo mkurugenzi wetu ambaye ni mwajili wetu, tumejipanga kisawa sawa. Kutokana na motisha hizo alizotupa, basi tumejipanga hatutawaangusha na tutaenda kuliendeleza gurudumu hili, na hatimaye matokeo mwaka huu 2025 yaweze kuwa mazuri zaidi ya 2024. Akizungumzia ushiriki wao katika hafla hiyo, meneja huduma kwa wateja benki ya CRDB tawi la Korogwe ndugu Toheri Nzogela amesema, kwa jina naitwa Toheri Nzogela, meneja huduma kwa wateja CRDB Korogwe. Leo tumeshiriki katika kikao cha tathmini ya elimu msingi kwa mwaka 2024, na sisi kama wadau benki ya CRDB tumeweza kushiriki na kuonesha mchango wetu katika elimu, na kwamba sisi kama benki ni wadau wakubwa wa elimu, na tumewakaribisha viongozi katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe, kwa maana ya walimu wakuu, maafisa ya elimu na viongozi wote, kutosita kuichagua benki ya CRDB kama mdau mkubwa wa elimu kwa kujipatia huduma muhimu kabisa ambazo zimerahisishwa katika uboreshaji wa elimu, ikiwepo huduma ya akaunti za taasisi kama shule, na huduma ambayo imeambatana na mfumo mzuri kabisa ambao unarahisisha ufanyaji wa malipo kwa njia ya mtandao. Na sisi kama benki ya CRDB tuna uzoefu mkubwa katika utoaji wa huduma hizi, na hivyo tunatoa support ya karibu kabisa kwa saa 24. Kwa hiyo taasisi yoyote ambayo itafungua akaunti kwetu iwe na uhakika kabisa kwamba itaendelea kufurahia huduma zetu nzuri. Na pia tumeeleza kuhusiana na huduma za mkopo kwa watumishi wa serikali, katika kuhakikisha kwamba mtumishi wa serikali hapotezi muda wa kuwahudumia vijana wetu kule shuleni. Hana lazima ya kuja tawini kuomba mkopo. Anaweza kaingia tu kwenye simu yake ya mkononi au kuingia kwenye kompyuta yake na kuweza kuomba mkopo na akapata mkopo huo ndani ya saa 24 bila kuingia gharama ya kusafiri umbali mrefu, lakini pia kuendelea na majukumu yake ya kila siku bila kusitisha majukumu ya siku. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeokoa muda, na pia tutafanya elimu yetu kuendelea kusonga mbele, kwa sababu vipindi ambavyo anatakiwa kufundisha ataendelea kufundisha kama kawaida,
lakini vile vile ataendelea kufuatilia masuala ya fedha kupitia mtandao. Nikiripoti kutoka katika ukumbi huu wa mikutano uliopo katika chuo cha ualimu TTC Korogwe, halmashauri ya Korogwe mjini mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.